Mheshimiwa wa mtandao wetu wa Kenya TV mahali popote ulipo, naomba nikusalimie hujambo. Natumai umzima ubuheri wa afya. Nami penye nipo kukwema. Karibu katika uchanganuzi wa siasa ili nikueleze vile mabadiliko yanaendelea kushuhudiwa kisiasa humu nchini. Kisha baadaye nitakuwa nachanganua moja kwa moja. Naomba tu kaweze kunifuatilia hadi tamati mwakanda hii kwa sababu naileta chini ya dakika 10. Katibu mkuu wa chama cha ODM ambaye pia ni seneta katika kaunti ya Nairobi, Edwin Sifuna, ameweza kutumiwa ujumbe mkali, ujumbe mbaya zaidi wa kutoaminika kwa matamshi yale ambaye anazungumza akiwa katika chama cha ODM. Ni kipi hiki ambacho kimezungumzwa? Nani amezungumza? Nani ametoa uamuzi huo? Kisha baadaye tutakuwa tunachanganua moja kwa moja. Kuna kanda naomba nikuweke hewani ili tusikize, kisha baadaye nikirudi nitakuwa nachanganua moja kwa moja. Lakini kabla niweke hiyo kanda, naomba kushukuru wote ambao mnatazama hii kanda mahali popote mlipo. Mzidi kufunguliwa milango ya mibaraka na Mwenyezi Mungu akae katika kiti cha enzi. Naomba tu kwa unyenyekevu na heshima kubwa unapoendelea kutazama hii kanda, kila mmoja na kuomba tu kaweze kutukabidhi like. Kuna alama ya kidole iko hapa chini mwa kanda. Naomba kila mmoja, naomba tu kiheshima uponyeze hiyo alama ya kidole ili kuwa miongoni mwa wale ambao wanazidi kutupiga jeki katika platform yetu ya Kenya TV, haswa katika kanda hii. Na ikiwa hauja subscribe, kuna kitufe hapo chini kimeandikwa subscribe. Unapotazama ikiwa umeandikiwa subscribed, tayari wewe ni subscriber. Asante na barikiwa. Ikiwa umeandikiwa subscribe, inamaanisha hauja subscribe. Bonyeza hicho kitufe ili kuandikiwa subscribed. Kando kuna kengele, bonyeza kengele ili kupata kanda zote pindi tu tunapozikuwa katika mtandao huu wa Kenya TV. Maana tunapoweka kanda mpya utakuwa unapokezwa notification ya kufahamisha kwamba Kenya TV ameweka kanda mpya ambayo inastahili kutazama. Ukimaliza kutazama, sambazia wengine katika mtandao wa WhatsApp na hata katika mtandao ule mwingine wa Facebook ili tuendelee kujulisha wengi tena zaidi. Without wasting your time, back to today's analysis. Kuna ujumbe ambao umeweza kuwasilishwa kwa Edwin Sifuna ambaye ni katibu mkuu wa chama cha ODM. Na kuna wakati kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga yeye mwenyewe aliweza kusimama na kudhibitisha kwamba wakati Edwin Sifuna anazungumza kama sauti ya chama. Lakini sasa kuna ujumbe ambao umeweza kuachiliwa na mbunge wa bunge wakilishi la Makadara George Aladwa. Tusikize vile anatuma ujumbe kwa Edwin Sifuna. Tuko nyuma ya Daktari Samoei Ruto na watu wanafikiria hii gari ya rais atibado kwa broad base. Tumeshasonga. Hata wale kwa chama yetu ODM wanasema hao ni spokesperson jini wakubwa kusema shauri yenu. Baba ameshaonesha signal. Wewe unajua kusoma signal na baba shauri yako. Kulingana na George Aladwa, anadai kwamba chama cha ODM kitamuunga mkono Rais William Ruto katika uchaguzi ujao mwaka 2027 na sasa hivi. Anasema ya kwamba kuna matamshi ambayo yamekuwa yakitumikwa na Edwin Sifuna ambaye sasa anasema anajiita spokesperson wa chama cha ODM. Lakini kwa ukweli katibu mkuu ndiye spokesperson wa chama. Anadai kwamba matamshi ambayo Sifuna anayazungumza katika vyombo vya habari hayamaanishi chochote kisiasa, ila tu kura zile ambazo zitaapiwa katika uchaguzi ujao na vile viongozi wa chama cha ODM wanatoa uamuzi. Naomba kuuliza swali kabla nichanganue habari hizi. Je, unaamini matamshi ya George Aladwa kwamba ODM na Raila Odinga wataunga mkono kuchaguliwa tena kwa mara ya pili kwa Rais William Ruto? Niandike katika sehemu ya maoni. Je, unaamini kwamba matamshi ya Aladwa kwamba ODM na Raila Odinga watamuunga mkono Ruto kuchaguliwa tena 2027? Utaniandikia katika sehemu ya maoni. Karibu ili tuzidi kusonga mbele pamoja. I want to put this into perspective so that we can understand the context that is within the sentiments made by George Aladwa. Kwa nini Sifuna anashambuliwa kisiasa katika chama cha ODM? Number 1, political differences between him and the current regime. Kufikia sasa kuna tofauti kati ya Sifuna na serikali kwa sababu
licha ya chama cha ODM kupitia Raila Odinga kutia sahihi ya mkataba wa maelewano, Sifuna hajaonyesha ishara kamilifu kwamba yeye ameungana na serikali ya Kenya Kwanza. Hivi majuzi tuliweza kushuhudia gavana wa kaunti ya Siaya ambaye amekuwa critic mkubwa wa Rais William Ruto, James Orengo, akiwa na rais ikulu ya Kenya na viongozi wengine kutoka kaunti ya Siaya. Na Raila Odinga amekuwa akitumia James Orengo, Professor Peter Nyang'i Nyong'o, gavana wa kaunti ya Kisumu, kuwasilisha ujumbe wa chama cha ODM. Lakini vile inaonekana Edwin Sifuna ndiye amebaki kuwasilisha ujumbe wa chama cha ODM, na deputy party leader ambaye ni senator katika kaunti ya Vihiga, Ososi Godfrey, ndio sasa wameonekana kuwasilisha ujumbe katika serikali. Na vile tunaendelea kushuhudia mabadiliko ya kisiasa, Sifuna hajaingia fully katika serikali. Kwa hivyo, kulingana na mimi, siwezi amini matamshi ya George Aladwa, kwa sababu kuna wakati waziri wa hazina kuu humu nchini John Mbadi aliweza kusimama na kusema ya kwamba ikiwa unataka kujua msimamo wa Raila Odinga, enda usikize kakake Oburu Odinga, Junet Mohamed na yeye mwenyewe John Mbadi. Wengine wanapozungumza wanazungumza vitu ambavyo hawaelewi kisiasa, kwa sababu naona hapa Aladwa hakuzungumziwa kwamba anapozungumza anazungumza kama sauti ya Raila Odinga. Kwa hivyo kulingana na mimi, siamini yale ambayo Aladwa anazungumza. Tusikize John Mbadi alipozungumza habari hizi. If you want to read the body language of Raila Odinga, read Dr. Buru. If you want to know the body language of Raila Odinga, check what UNET is saying. If you want to know who understands the body language of Raila Odinga, check what Mbadi is saying. And then stop listening to any other people. We are moving forward ever, backward never. Asante sana. But vile tunaendelea kutazama, Sifuna yeye anaendelea kuinsist na kusema ya kwamba katika uchaguzi ujao chama cha ODM kitakuwa na mwaniaji wa kiti cha urais. Tusikize. We have said repeatedly, ODM exists to fight for political power in these democratic processes. We still intend, we have not given up our quest to lead this country. So we will be in the field to face whoever it is else will be there, including President William Ruto. And the natural consequence of that is we will make him a one-term president, because we want to grab that power from him so that we can do the things that we are saying we believe in. That is my straight answer. Umesikiza vile hali ilivyo haswa katika chama cha ODM. Number 2, kwa nini Sifuna anashambuliwa kisiasa katika chama cha ODM? Number 2, Nairobi politics, siasa za kaunti hii ya Nairobi. Kulingana na Aladwa, anadai kwamba chama cha ODM na Raila Odinga wanamuunga mkono gavana wa sasa katika kaunti hii ya Nairobi, Sakaja, katika uchaguzi ujao wa mwaka 2027. Lakini vile tunakuwa na mtazamo mwingine, Sifuna amekuwa akimkosoa Sakaja hasa katika uongozi, kwa sababu yeye ndiye senator, yeye ndiye ana fight kuhakikisha kwamba hela zimetumwa kutoka serikali ya kitaifa kuelekea serikali ya kaunti ya Nairobi, kwa sababu yeye ni senator, anaelewa masuala muhimu katika kaunti ya Nairobi. Kumaanisha hamuungi mkono Sakaja sana, lakini Aladwa na baadhi ya wanachama cha ODM wanamuunga mkono Sakaja kuchaguliwa tena. Kwa hivyo jambo hili la kisiasa katika kaunti ya Nairobi limeweza kuibua maswali mengi kati ya Sifuna na baadhi ya viongozi katika chama cha ODM. What do you think? Je, unaamini matamshi ya Aladwa kwamba Raila Odinga atamunga mkono Ruto
na chama cha ODM katika uchaguzi ujao mwaka 2027 utaniandikia katika sehemu ya maoni. Kufikia hapo mpenzi mtazamaji, ndipo natia kikomo katika uchanganuzi wa masuala haya ya kisiasa. Tukutane katika kanda ambayo nitatengeneza hapo baadaye. Sambazia wengine katika mtandao wa WhatsApp na hata katika mtandao ule mwingine wa Facebook ili tuendelee kujulisha wengi tena zaidi. Asanteni sana ladies and gentlemen. Be blessed. Let's meet in the next video. Bye bye.